Sasa ili swali la Mr. Unasikika vizuri kabisa. Okay, asante. Limeficha baadhi ya mambo ambayo lina mambo fulani ya msingi, kwa sababu kwa jinsi alivyoliuliza kuna mambo ambayo kidogo inabidi kuyaangalia kwa kina, na nafikiri ili swala ameliuliza linafanana na baadhi ya discussion tulishawahi kuzifanya huko nyuma, kwamba unaponunua kampuni, kama unawekeza kwenye hisa, unataka uwekeze kwenye kampuni ambayo inafanya vizuri, kampuni ambayo ina efficiency kwenye management, kampuni ambayo iko profitable na kampuni ambayo prospects za hiyo kampuni ni nzuri. Sasa katika kipimo kimoja hapo cha kupima kampuni kama iko profitable ni hiyo ambayo inaitwa return on equity. Return on equity ambayo itakuwa ni matokeo ya kampuni kuwa consistently inakuwa inatengeneza faida. Sasa faida over time huwa tunaipima katika njia tofauti. Kuna kuipima kwa zile profit margins, kuna kuzipima kwa gross margins, lakini kipimo cha mwisho kabisa ni kuipima kwa return on equity. Sasa kile kipimo cha mwisho cha return on equity ndio kipimo ambacho, kwa sababu equity ni nini? Equity ndio mtaji wa shareholders kwenye ile biashara. Assuming hiyo kampuni haiko kabisa kwenye stock market, ni jinsi gani utakavyopima kwamba kampuni yangu inaendelea vizuri? Kwa sababu ule mtaji wetu sisi equity holders, ile return on investment ya mtaji wetu iko profitable. Kwa hiyo sasa kama return on equity imekuwa ndogo kiasi hicho, 4%, 5% kwa muda zaidi ya miaka 5, 6 mpaka 10, maana yake ni nini? Ni kwamba ndio hiyo point tulishaye kuongelea siku za nyuma, kwamba ni vizuri hiyo kampuni dissolve, ikauza assets zake, ikawapa shareholders pesa hizo na huo mtaji, wenyewe wakaenda kuwekeza kwenye treasury bills ambazo wanaweza kupata return ambayo iko juu zaidi. Hiyo imeeleweka hiyo? Kwa hiyo yes, imeeleweka vizuri. Kwa sometimes kampuni inaweza ikawa na return on equity ambayo iko chini kwa sababu labda ina invest kwenye research and development, inawekeza bado kwenye projects ambazo bado hazijaanza kuleta faida. Kwa sometimes return on equity inaweza ikawa iko chini ya treasury bills au treasury bonds kwa muda fulani, lakini mategemeo kama prospects ni nzuri, ni kwamba zile investment zote zitakuja kuleta matunda, mwishoni ROE itaweza kuwa juu ya hizo government securities ambazo ni risk free instruments. Kwa hiyo wanaweza kuvumilia kwa muda.